Mwenye afya hawahitaji mganga. Wenye biko na sante habana bezo ya doktor. Magonjwa ndio biko na bezo ya dawa, na kanisa ni dawa ya dunia. Kanisa hatuna haja na watu wenye biko sawa. Kanisa hatuna haja na watakatifu. Kanisa tuko na bezo na wafanya dhambi. Tuko na bezo na walafi. Tuko na bezo na makahaba. Kule mkanisa bakutanane na mwanaume mwenye atawatengeneza, mwenye atatosha kiu, mwenye atatosha kiburi, mwenye atatosha majivuno. Ujambo mpendwa mtazamaji wa Elela TV. Hapa ni Kamituga. Kamituga ndio tunakuwa tunapatikana kwa muda kama na huu. Na hii leo ni jioni kabisa ambao tunapatikana eneo ya Kansisi, eneo ya biashara mkubwa wa jiji la Kamituga, ikiwa mji mkuu ya tarafa nzima ya Mwenga, ambao tunakuwa tunasikika mpendwa msikilizaji. Unakuwa unatupata, na leo tunakuja kuhudhuria kwenye tamasha inayoongozwa na Church on the Rock, yani kanisa juu ya mwamba, ambayo inakuwa inaongozwa na Pastor Bernard Josue Kucheba, ambaye anakuja kufanya tamasha kubwa hapa Kamituga. Hatujajua ni nini mlengo ya tamasha yao hii hapa Kamituga, lakini tutakuwa tunafahamu kupitia video hii ambayo tutakuwa tunashuhudia mimi pamoja na wewe. Usikose, karibu sana, tutakuwa tunaendelea hadi tamati. 10:12 Luka 10:12 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Ninawaambia nyinyi, Ninawaambia mwae bata ya Kamituga mwe. itakuwa kuvumilika kwa Sodoma. Soma bien. Itakuwa kuvumilika kwa Sodoma katika siku ile kuliko mji ule. Endelea mpaka 5 mpaka 15. Ole wako Korazini, Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. sasa ole wako Kamituga, ole wako Mwenga. Kwa sababu gani? kama kazi za nguvu zilizofanyika kwenu, Kama kazi za nguvu zilizofanyika kwenu zingalifanyika ndani ya Tiro na Sidona, zingalifanyika Bukavu na wangalitubu zamani. wangelitubu. Kama batu hii mawimu mkutano ingelifanyika Kitutu wangetubu. Hii mkutano ingefanyika Bukavu tungeona watu wanalia, wanaanguka machozi, wanatubu. Hii mkutano ingefanyika Kenya, watu wangetubu. Lakini ole wenu Kamituga, muliwai munawapita, muko mnaangalia tu mhubiri saa mwenzenu, muko na hubiri maneno ya uzima muokoke, munakataa kutubu. Itatokea kwenu kama vile Sodoma na Gomora. Kazi za nguvu watu wanafanya defense, baba wasima wanajidisiponibilize na mwamwaye yao. Tunaacha makazi panda 4 jours, tunakuya ikala hapa. Haiko hapa ndio tulianzia, tulifunga chakula na kunywa ili kwamba tuandae mkutano hii. Tunagonda mpaka na kugonda, memunasimama. Ole wenu sababu hamtaki kutubu. Wangalitubu zamani, Ndio. wakiketi katika gunia na majivu, Na wangelilala mumagunia na mumajivu biko wanajiviringita. Sitawakia mu maisha ya laana, sitawakia mu maisha ya mikoshi. 14. Lakini itakuwa kuvumilika kwa Tiro na Sidoni, Lakini Kamituga itaanza kutimilika siku ya hukumu kuliko nyinyi. ile siku ya hukumu ile. Mutaona hata na Sodoma wanaweza kuisamea, memwe Kamituga abata basamea. Nawe Kapernaumu, Kapernaumu tena hapa, unayepandishwa hata mbingu, utashushwa hata Hadesi. hapa ni Kapernaumu tosha. Kapernaumu baba. Nawe Kamituga, Kamituga kele kitendo unayepandishwa hata mbinguni, mwenye unaona ulishekwa yulu ya watu yote, utashushwa hata watu ya Kamituga waliwahi na atushue kitu. Tuko yulu sana, ushamaa bandalea kwa ngarangara na wazo rafiki kamo mingi. Niko negrata utiinua leo, munajiinua juu ya neno la Mungu. Tunapohubiri makanisa zikiongezeka, Mungu anaanza kunyangula domo makongomani. Kwa makanisa inakuwa mingi, inaleta fuyo na tutetosha na wale manimero matrikile ya Yesu liko hapa wapi? Nimero ya Yesu liko hapa wapi? Kwa sababu tamba hakuna.
Yesu alihubiri na nimero ya watu. Tunapohubiri Injili, sheria zinasimama. Mabaraka iko na laana ovyo nje, hakuna sheria. Mnajiinua sana Kamituga, hakuna shida. Bwana anasema mtashushwa mpaka atese. Na kama utajipigia Kamituga kifua utakuwa na ole, lakini mimi nataka ujipigie kifua kwamba Kristo amenijua. Ninamwamini Yesu, mimi ni wapenda mbingu. Kwenu kuno wapone wazo kana kareni kiko kapi ndekuni kino kana wana wendo kabakiaka hapa wabe suwa ligi ipetere tulini ipetere muna itakumeza katika nipatie Luka 10, nipatie Luka 5:13. Luka 5:13. Ndio tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Lakini Wafarisayo na waandishi nilisema na kuambia Wafarisayo ni watu wale walijifanya kujua Torati, lakini balikatala Yesu, balikatala nguvu za Masia, balikatala ufufuko, bakakatala kifo, bakakatala wokovu, lakini walijua Torati sana ya Musa. Kuko watu wanajua maandiko hapa, lakini habayaheshimu na batembee sana maandiko. Kuna watu ambao wanajitepa kumjua Mungu kwa midomo, lakini tabia na hali zao hazifanane kumjua Mungu. Mafarisayo ni watu waliko wa makanisa wanajiita na wazee ya kanisa, mena hekima hakuna. Juu unapoona ulishahubiri mara mingi, unawaza mbingu ni yako. Kanisa ingine kiongezeka wanasema wengine wanatoka wapi? Masekte zile. Ukisoma utaelewa maana ya sekte. Sekte maana yake kitu kilichotoka kwa. Maana yake kanisa zote ni masekte. Kanisa ilianza ilikuwa Eglise Universelle. Après Eglise Universelle kukakuwa Eglise Katoliki. Mkatoliki mkatoka Katoliki Roman na Katoliki Orthodox. Ukatoka Orthodox mkatoka Anglican. Anglican mkatoka Baptist. Mpaka ikatembea na nyuma ya Checho Mderoke ndio kanisa yenyewe ya mwisho. Hii Checho Mderoke ndio ngali ya mwisho leo, na nyuma yetu kutakuya ingine na kutakuya ingine na kutakuya ingine. Hakuna cha sekte. Bwana asifiwe. Amina. Tusijitape juu ya community, tujitape tunamjua Kristo. Haleluya. Nipe ile usomo. Lakini Wafarisayo na waandishi wao wakanungunikia wanafunzi wake. Wakaanza nungunikia wanafunzi ya Yesu. Wafarisayo wananungunikia. Muache vipi ya kunungunikia pembeni. Leo nilikaa kuonyesha mbalimbali yote mapantalo. Juu nione vile mtanungunika. Kanisa la baba mapantalo. Mapantalo ndio kutafuta zambi. Bwana viko na ivuna sana. Mtu mmoja kunungunikia juu sasa hivi. Biko naimba mzuri lakini kuna mameshe. Mumeshe ndio kutafuta zambi, mumeshe. Hii meshe ya bei ya kununua kitabu na tosha unatia. Hii tu plante ya pedemo unatosha. Hamna hake za mtu. Ni mabitu ya madini hivi. Dini ni mbaya kushinda shetani. Watu dini inakuonesha vitu mwenye nataka fanana Mungu, inataka fanana vya Mungu. Meyo yenyewe iko mbali na nani? Na Mungu. Ni njia yenye wanadamu walijitengenezea bafanane kusogelea Mungu, lakini yo yenyewe inaendelea kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanzu ndio watafutia hapo zambi. Kanzu ni nguo ya nani? Ni mwanamke au wanaume? Bakanungunika. Kuko watu wenye watatoka hapa wanaanza nungunika. Hii ndio mafundisho gani? Kama utanungunika ukie tukutane fara. Wafarisayo wakaanza nungunikia wanafunzi. Bali wanungunikie Yesu Bwana wa kazi, wanaanza nungunikia wanafunzi. Kuliko wanungunikie Yesu, wanaanza nungunikia wanafunzi.
Yesu alikula na wenye dhambi, akaikala nabo na akakunywa nabo, na bakarudia kwa wanafunzi, ndio wanaanza nungunika. Tunanungunikiaka madini kushindwa kufuatilia Biblia, bali nungunika nini? Wakasema, kwa nini mnakula na mnakunywa pamoja na watoza kodi na wenye dhambi? Kwa nini mko nakula na wenye dhambi na mko nakunywa na wenye dhambi? Kwa nini? Yesu akijibu, angalia vitu vinakuwa kontre. Batu wananungunikia wanafunzi kuliko wanafunzi bajibia. Mwenye anajibia ni Yesu. Yesu ndio analeta jibu. Niko napenda nikwambie hivi, vyote vyenye utanitaksia mie, wende uulize Yesu. Amina. Kile kenye utaninungunikia mie, Yesu yuko na majibu ya hayo. Kile kenye niko nafanya, Yesu yuko na majibu ya hayo. Kila neno niko nahubiri hapa, Yesu yuko na majibu ya hayo. Yesu akajibu, akasema alijibu, aliwaambia, akawaambia, wenye afya hawahitaji mganga, wenye biko na sante habana beso ya doktor. Magonjwa ndio biko na beso ya dawa, na kanisa ni dawa ya dunia. Kanisa hatuna haja na watu wenye biko sawa. Kanisa hatuna haja na watakatifu. Kanisa tuko na beso na wafanya dhambi, tuko na beso na walafi, tuko na beso na makahaba. Kule mukanisa bakutanane na mwanaume mwenye atawatengeneza, mwenye atatosha kiu, mwenye atatosha kiburi, mwenye atatosha majivuno. Kama ukikutanana na Yesu atakutengeneza. Juu ya nini muko nakula na wafanya dhambi? Wenye afya hawahitaji mganga. Shia mkanisa yetu tunaambia watu hivi, huyu hatana bangi yako. Ufike tu pale kumulango, unamaliza kale ka mwisho, unapuliza kale ka moshi na unaingia. Hatuna problem. Furaha yetu usiache masikio. Usiache nini? Masikio. Hata una manguo huko uchi. Yes. Shie tu ndio tutateseka. Shie ndio tutasumbuka tu, tunaanza kuangalia. Lakini Mungu yuko na wewe, anakupenda mpaka pale. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Usiache tu masikio. Ukiona mtu mwanakata masikio, tunamwambia rudia wewe. Njoo utasikia. Biblia inasema mtasikiliza neno la Mungu na lile neno litawatengeneza. Amina. Haleluya. Amina. Hakuna sababu ya kutengana na wenye dhambi. Sababu hata Yesu naye alikala nao na akakula nao. Lakini maproduits pia zenye Yesu alikuwa atafuta, les vrais produits de Jésus-Christ ni wenye dhambi. Haleluya. Amina. Misio yetu inakuya ni kutafuta wenye dhambi wamjue Yesu. Yesu awatengeneze, Yesu awaoneshe njia, Yesu awaangazie, awe nuru ya maisha yenu, afya yenu ibadilike. Haleluya. Nipatie Ezekieli 33:4 mpaka 5. Nilisema niko mwalimu wa neno, na mwalimu anakuwaka, ubarikiwe kaka, na mwalimu anakuwaka na maandiko mengi. Mhubiri ndio anasomaka tu kamoya, Yesu alilia na anapasuka. Tunasoma Ezekieli, soma 33:4 mpaka 5. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala kuponyesha walio wagonjwa, wala hamkuponyesha walio wagonjwa, wala kuganga aliyevunjika, wala hamkutunza aliyevunjika, wala hamkuleta tena aliyefukuzwa, wala hamkurudisha wenyewe walifukuziwa, wala kutafuta aliyepotea. Hamkutafuta waliopotea. Munaikala kutenga watu makanisa, munaikala kuhubiri watu sadaka na kuinuliwa, munashindwa kuwahubiri bakuye kwa Yesu. Lakini kwa nguvu na ugumu muliwatawala, mukatawala watu. Haleluya. Attention, kama uko mkanisa yenye ya kutawala, hawakukufundisha kupona, unaingia mkanisa tangu na premier mpaka Desembre hawayatosheka pepo,
kambana, usitie mielena, usipake rangi ya makucha. Siyasema ni makosa tukiweka ile taratibu. Ile taratibu ni kwamba kutofautisha tu huyu ni huyu na huyu ni huyu, lakini sio sheria ya kutawaliwa. Tuko watu huru. Ukikuwa Yesu, ukitaka kutembea mchi, tembea. Amina. Wanakwambia mchi hapo anakopesha Yesu. Ninamtetemesha. Mshamba ya deni Mungu anafanya ongea na Adamu na hizo mchi. Na anasema rafiki yangu. Lakini siku alimkuta anatia mayani, akamwambia nani alikwambia uko mchi? Haleluya. Amina. Ukiwa ndani ya Yesu uko mtu huru. Jina langu Pascal Lusamaki. Pascal Lusamaki. Mimi shukuru kwa leo. Mhubiri na pia kupitia kupita barabara inaingia Moro. Nimesikia asilimia maisha yangu. Nilikuwa mwaminifu wa Kristo Katoliki, wazazi wangu walikuwa maisha ya Kristo Katoliki. Jambo. Jina Pascal Lusamaki. Wazazi wangu kama Rezu Katoliki. Wakati itafika wazazi wangu wapatane wanachama, ikafika periode ni wakati bila bibi yangu pia nilikuwa naye mama wangu apende bibi yangu, nikatoka mwa kanisa la Kristo Katoliki. Mpaka tisa bwana na kanisa hizi sindake mjisi. Kupitia hii mhubiri msikie hapa inanikonvenge na ndio kiini mimi bakani sana. Ndio. Nikusema hivi. Maamuzi yangu mie mwenyewe Pascal, kupitia mhubiri nasikia hapa itaniambia nipe kisinda jishere mwenyewe. Ndio. Nasikia jinsi wanaongea na kaka walikuwa kutoka hapa. Yeye Pascal antuka anataka ya mimi sana mwisho na sisi bakia bila kanisa. Sasa rudilia hii maneno. Sema ninamkiri Yesu kwa kinywa changu. Ninamkiri Yesu mkinywa yangu. Kama ni Bwana na Mwokozi na maisha yangu. Ninamwamini kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu. Na sasa nimeokoka. Aliweka magoti chini nikuombe. Inama chini kwa magoti nikuombe. Tapia Bwana Yesu makofi. Baba, katika jina la Yesu nimeomba wokovu juu ya ndugu Pascal. Ndiye huyo amesikia neno lako leo na ameamua kukufuata. Amekiri kwa kinywa chake leo. Katika ulimwengu wa kiroho najua Bwana unaenda kutengeneza mazingira kwa ajili yake. Wachawi wa maisha yake watampata tena katika kazi zote za ibilisi zilizomfuatilia hazitakuwa na nguvu juu yake katika Bwana. Asante sababu wokovu umefika kwake. Huyu ameokoka wala hatarudi nyuma tena. Tunaomba wokovu juu yake. Roho Mtakatifu pata nafasi sasa ndani yake. Anaingia miongoni mwa watoto wa Mungu na waliookolewa hawatendi dhambi tena. Asante maana kila njia ambayo aliyoendea ambayo hatukupendeza wewe, Roho wa Bwana utaanza kumsaidia, kumfundisha na kumtoa katika zile njia kwa jina la Yesu. Amen. Kesho uko tayari kubatizwa? Tukubatize kwa maana Lukeka. Uko tayari kubatizwa? Tukubatize kwa maana Lukeka. Unaweza sema hivi, ndio kusema bongo katikati ya watu iko makosa kabisa, lakini mimi naweza kwa pia na rafiki yangu hapa mwenye anapendaka mimi kwa nje ya kanisa, ndio bibi yake ndio bongo pale vile Yakobo yuko hapo ananiambia kusema Pascal, mimi unaacha kanisa jua mimi kwa tuingie kanisa itakusaidia sana. Bibi yake ndio pale. Maana yake hivi tunaanza ingia kanisa tangu kesho, alafu usikilize mafundisho wikale, kisha uamue kubatizwa. Amen.
Amen. Mwalimu naona sema kubatiziwa, lakini siko tayari na habari ya kufanya naelewa kwenye roho yako iko. Ulizoea kanisa za Kigoro kila kubatiziwa ni kukula wali. Biblia inasema kubatizwa ni kufa na kufufuka na Bwana. Hatuna bezoe ya fete. Tuko na bezoe ya mtu anaamini, na ukitaka fete utaifanyaka anniversary yako ya kubatiziwa, utakulapa fete. Lakini kubatizwa ni kukata kamba, ni kuponyoka katika ile mtego. Kubatizwa ni kupona, ni kujiorozesha mu kitabu ya uzima. Lakini sitakukaza sababu kwa moyo mtu anaamini na kuchagua kubatizwa. Amen. Lakini tunafurahi sababu tumekuombea wokovu, na kesho ni dimanche, twende ingia mkanisa. Unajua kwa kanisa yetu, unajua kule kwa Essence nyuma kwa mzee Sangi pale zamani. Ingia pale kesho asubuhi tuanze ibada, na siku utakuwa tayari utasema pasere wewe unibatiza na kutakubatiza. Lakini ujue leo ulishaokoka, hauna dhambi tena. Bwana amekusamea dhambi yako, hauko mlevi tena. Ninashukuru sana, ninashukuru. Shangilia Yesu kwa makofi makubwa. Baba, naombea hii mikono. Huyu ni Pascal, alikuwa anakuja tumuombee sababu ya kupata mafuta. Kumbe haikuwa tu ya kupata mafuta, ilikuwa kupata wokovu. Nakumbuka Sauli alienda tafuta matunda ya baba yake inapotea, akafika kule akapakaliwa mafuta ya kuwa mfalme. Tangia saa hii naombea mikono yake ianze kufanikiwa, ianze kufanikiwa. Ni mchimbaji wa madini, na Biblia inasema oro na dhahabu yote ni yako. Bwana umupatie sawa na haja. Nafungula hii mikono, laana ya familia, laana na mikoshi yote ya ukosefu naitoa katika jina la Yesu. Nataka aende mkazi na anarudia kuyashuhudie kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwa kwa jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi. Taanza saa 3 pale kwa kanisa yetu kwa Essence, njia ya kwenda Sportige, amfuate na ile batima ya Sulemani Kikuru. Ukitaka kushiriki pamoja na sisi, tuko na kanisa nzuri sana na tunakupenda, na Mungu anaikala kwetu. Ukitaka kuona Mungu ufike pale utaona. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Majina yangu naitwa Pastor Bernard Kucheka Joshua. Umenichua zaidi. Niko mume wa mke mmoja, hata nikupresente bibi yangu sasa. Madame Kuya, Android ya Rosheri, na nade mufuri mashina kubre sergeant. Wanataka distributi ya kutepeta. Panda hapa hivi. Huyu mama ngoja nampa pole. Mimi namtendea visasa mingi sana. Na muibaka mafuta yake juu iende fanya hadharani. Na sitarudia kazi yake. Haleluya. Lakini angalia mpendaka tu. Mpendake. Bwana asifiwe. Na ananitunza vizuri. Mungu akubariki. Sema Bwana Yesu asifiwe. Shukuru, neno lako tumelitoa na tunakupenda sababu inapata nafasi. Huko wengine wanapokea wokovu lakini wanasikia haya wasimama hapa. Roho Mtakatifu wasaidie wapate maamuzi ya kweli katika jina la Yesu. Amen. Na ya bahati mkuku. Si vile? Lakini usitaimba bahati mkuku. Amen.
kitu. Kama ingelikuwa Mungu Kamituga yeye Mwenga kama nayo ilianguka, kama ilianguka, lakini sababu tulishimama tukapiga magoti tukalilia Mungu, tukasema tuko na shida ya barabara shie Mwenga, barabara hakuna na vita nayo tutaishia wapi? Lakini Bwana alitusikia akatupigania. Bwana asifiwe. Neema inasimama. Goma kulikuwa majeshi ya ajabu, mabunduki ya ajabu zenye askari zetu za hapa hazina, lakini Goma ilianguka. Mesie tuko na vipande ya miti lakini hayaanguka. Shangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Masogati tuko natembea na kisu, wengine wanatembea na mpanga, wengine wanatembea na mkuu, lakini adui kule anaogopa, anasema hatutatia miguu ile na eneo, tutapia majeshi yetu Goma. Hatuna aeroport ya kusema ravitaema inaweza fika, hakuna. Lakini Mungu anasimama upande ya Mwenga. Ndio maana hatutaomba juu ya Mwenga, sababu sisi tumeokolewa na neema. Tunataka ombea maprovince zingine, tuambie Bwana alete salama. Tuombee rais wetu, tumwambie Bwana amsaidie mademache zenye iko anafanya zisikue juu yake na jamaa yake, lakini siwe mademache juu ya Wakongomani. Salama ya Wakongomani tangu Kinshasa, maprovince zote, karibu kwa maombi tu, karibu kungula kinywa chako. Hakikisha unamwambia Bwana, hakikisha unamwambia Bwana, taifa ya Kongo tunaiombea rais wetu wa Antoine Tshisekedi, Felix Tshisekedi, tunaiombea mademache zenye iko anafanya zisimame kila faida ya Wakongomani, isiyo kila faida yake. Onea Kongo huruma. Tunakatala damu kumwangika, tunakatala mauaji, tunakatala mama kubakwa, tunakatala kukosa masomo, tunateseka Wakongomani. Kwa nchi yetu, nchi yetu, Baba ninainama, Baba ninainama, Baba ninainama, naombea Kongo, naombea Kongo, rais wetu wa Kongo, Bwana mweke nguvu Antoine Tshisekedi, madepute yetu, FARDC, tunaiombea wazalendo, tunawaombea nchi ya Kongo isimame juu ya salama ya nchi ya Kongo. Tunaombea PNC, tunaombea maforce zote zenye zinasimama juu ya usalama ya Kongo. Bwana simama na Kongo. Kongo tunakatala ubaguzi, tunakatala rasiste, tunakatala damu, tunakatala vita. Apartikulie teritware ya Mwenga tunaiyeparnie, tunakatala Mwenga kuanguka, tunakatala Kongo. Milioni ya watu wamekufa Kongo, milioni ya watu wamekufa Kongo, watu wengi wameuawa Kongo. Bwana tunahitaji mkono yako, tunahitaji mkono yako Kongo, tunahitaji mkono yako isimame. Simama na Wakongomani, simama na taifa lako. Hili ni taifa la Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shangilia Yesu kwa na Yesu asifiwe. Amen. Sema Congolais, c'est le moment de célébrer, de chercher le remède possible pour le Congo. Alléluia. Thank you.
Yeah.
patriotes, jamais trahir le Congo. Cherchons les remèdes possibles pour notre Congo. Le Congo n'est pas un champ de bataille. Alléluia, alléluia, alléluia. Believe
Aliyepewa pesa yake kwa ajili ya huduma, Mungu ambariki kwa jina la Yesu. Na neema hii ibaki kwenu, pendo la Mungu Baba, neema ya Yesu Kristo na wewe ushirika wa Roho Mtakatifu utawanyike na sote tunasema amen. Shukrani sana mpenda mtazamaji, unaona kabisa ni mwisho wa tamasha hili ambao tulikuja kuhudhuria. Lilikuwa linaundwa na kanisa juu ya mwamba, yani Church on the Rock kwa Kiingereza, na umeshuhudia mengi, umepata mahubiri, umepata vile vile nyimbo kutoka kwa waimbaji. Mpenda mtazamaji, tambua hapa ni Camp 6 ikiwa ni makao makuu ya uchuruzi ya hapa mjini Kamituga. Unakuwa unatazama mengi kabisa, unaona namna gisi raia wanakuwa wanapita, kwani eneo ya mbele huko ni eneo kubwa ya biashara, na hapa kabisa ni kunako hoteli moja, Hotel Elena. Kando na Hotel Elena ndio tamasha inakuwa inafanyika, kwani ni sehemu kubwa ya kufanyia tamasha hapa mjini Kamituga na hata tarafani Mwenga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naitwa Estash Babu, yuko ambako nakutakia tu kila laheri na ufuasi bora wa vipindi vyetu. Usikose kujiunga nasi kwa vipindi vingine vyote. Mimi na timu nzima ya Elila TV tunakuwa tunawatakia ufuasi bora.